Swali langu, malipizi haya yanatoka ufalme wa giza kuja ufalme wa Mungu au ufalme wa Mungu kwenda ufalme wa giza? Hapo nguvu ndio itaamua. Amen. Na katika uwepo huo simama kwa miguu yako ukitamani kujiunganisha na mwaka wenye ushindi, mwaka wenye baraka, mwaka ambao utafanya Mungu ainuliwe. Haleluya. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu kwa wimbo mmoja wa taratibu sana. Nitafutie wimbo wa kuwapeleka watu watoke kwenye mazoea. Tafutie wimbo. Kuna mtu mmoja akisema, nataka nifanye nawe Yesu matendo yako, nataka nifanane nawe Yesu kuenenda kwako, natamani. Hebu tupe wimbo mmoja ambao utafanya mtu mmoja ajue ya kwamba Mungu yu karibu sana na wale waliokuchika mioyo. Yupo mahali hapa Baba, mkaribishe. Alizaliwa ili akue kwenye ndani ya moyo wako, alizaliwa ili akue ndani yako. Mwambie Bwana, ye karababasika, ye roboboseterimasika, tawala 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 Bwana, tawala 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 Mungu, tawala 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 Yesu, tawala tawala tawala. Fungua moyo wako, Bwana anatawala. Fungua moyo wako, Bwana anaingia. Fungua tu moyo wako, mwambie tawala, mwambie tawala, mwambie tawala, mwambie tawala maisha yangu, tawala uchumi wangu, tawala watoto wangu, tawala ndoa yangu. Mwambie Bwana tawala, mwambie Bwana tawala, mwambie Bwana tawala. Sio Bwana. Tawala. Pasipo Yesu kutawala kwenye maisha yako, asipotawala maisha yako, ni ngumu kuyatawala. Wewe ni mwanadamu, ni ngumu. Wewe ni mwanadamu na mwisho, lakini Yesu akitawala, yeye hana mwisho. Yesu akitawala, anaweka badiliko ndani yako. Yesu akitawala, anabadilisha maisha yako, anabadilisha historia mbaya. Oh Baba, tawala, 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 tawala kwenye hiyo afya, tawala kwenye hiyo hatima, tawala kwenye huo uzao. Baba, tawala, tawala, tawala. Anaacha nawe, amechagua ya kwamba ni mengi yasiyofaa ambayo ameyatenda. Asili yoyote iliyomzuilia usitawale ndani yake, saa hii Bwana uko mahali hapa, uko mahali hapa. Riko yeneke sekete kapa shara baba baba sikata. Yes, wewe ni Mungu, wewe sio mtu. Kuna nguvu inaingia kwako. Ni kweli unaona ukuta wakati unaomba, ni kweli unaona uzito wakati unaomba, lakini Roho Mtakatifu anaweza kupasua huo mwamba. Roho Mtakatifu anaweza kupasua huo ukuta. Roho Mtakatifu anaweza kuvunja huo ukuta unaokuzuia wewe usiwasiliane na Mungu aliye hai. Huo ukuta unaweza kubomoka kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mwambie tawala, tawala, tawala. Sogea mbele, sogea mbele, sogea mbele, sogea madhabahuni, sogea madhabahuni, sogea madhabahuni. Mwambie Bwana tawala. Oripa sandarabasika, yera papa papa sika, yera papa papa sekete basika. Bwana kitawala, mazoea yanaondoka. Roho Bwana kitawala. Sogea madhabahuni kwa Bwana, sogea, 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 chukua nafasi. Oh Yesu, 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 Yesu. Uko hapa kwa ajili ya kutupa historia njema ya kwenda nayo majira mapya. Ole masika rabasakata. Ita watu waje madhabahuni. Rapa shenda rabasika. Yeka rapa sika rabasika. Yeka rabasikata. Yo rapa shenda rabasika. Yeke ripo sikata. Yeka rapa papa sata rabasika. Yendo robo sika ramasika. Ni saa ya Bwana kujitukuza. Ni saa ya Bwana kujitukuza. Maana uchawi hautachukua nafasi mahali hapa. Maana madhabahu za giza hazitadumu mahali hapa. Maana uganga hauna nafasi mahali hapa. Hayo maagano hayana nafasi mahali hapa. Ni utawala wa Yesu Kristo saa hii. Yes. Baba, 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 Baba. Kila faili unaijua. Kila haja ya moyo wa mwanadamu aliyeko mahali hapa unajua. Unajua vyema. Unajua vyema Bwana. Unajua. Yes. Yuko hapa Bwana wa Bwana. Yuko hapa Mungu wa miungu. Yuko hapa anayekujua wewe. Yes. 2026.
2026 haitakuwa ya kawaida. Rikama sekete, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu upite sasa. Kila roho ya mazoea iliyokaa kuharibu maisha yako, kila roho ya mazoea iliyozuia maisha yako na Mungu, kila roho ya mazoea iliyoweka mipaka ya kumwabudu Bwana, kila roho ya mazoea iliyokaa kwenye uchumi wako, kila roho ya mazoea iliyokaa kwenye hatima yako, roho ya mazoea iliyokaa kwenye ndoa, saa hii nguvu mara 7, nguvu mara 7. Yes, nyenyekea mbele za Bwana, fungua moyo wako. Ni mwisho wa mwaka. Bwana anahitaji kuona badiliko. Bwana anahitaji kuona badiliko. Bwana anahitaji kuona badiliko. Yes, sekete kama sasa. Pokea nguvu, pokea nguvu. Kuto na mwekea. The game changer. The game changer. The game changer. Change the game now. Change the game now. Kama aishivyo Mungu, utasalia kwenye huo mwili. Ninakata shingo yako, ninakata shingo yako, ninaharibu kazi zako, ninateketeza hilo vazi. Achia mahusiano yake na Mungu. Yes. Zito kwenye moyo. Haya, nafungua mawasiliano. Nafungua mawasiliano kwa moto. 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 Nafungua mawasiliano saa hii. Pokea nguvu ya maombi. Pokea kwa jina la Yesu. Pigwa kila linazuia. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Yes. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Uoni penyo kwenye maombi. Uoni penyo, uoni nguvu zingia. Ukuta wa Roho Mtakatifu anajengea wewe, uliyejenga ukuta. Toka achia maisha yake, toka achia utumishi wake, toka achia huduma yake. Hataenda 26 akiwa hivi. Lazima mafuta mabichi ingie. Nafungua mawasiliano. Wewe unayeharibu hatimaki, unayemfungia mawasiliano kwa sababu ya tabu na mateso, wewe unayemzuia ndiye Yesu. Saa hii naruhusu nguvu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu na iachilia kama moto. Moto. Pokea nguvu. Pokea mafuta ya Roho Mtakatifu. Pokea nguvu. Naachilia nguvu. Pokea nguvu. Pokea roho ya mazoea kwenye kile eneo. Toka achia. Toka roho ya mazoea. Ni saa ya kuvuliwa mavazi yote usiku wa manane. Ni saa ya kuvuliwa na kung'olewa mapando. Mapando yamekaa ndani yake kuzuia neema ya wokovu. Toka achia. Naachilia nguvu. Pokea nguvu. Naachilia nguvu. Yesekete. Yekarapa. Wakati huu naamuru mavazi yote, vijembe vyote vya ukoo vya mabibi, toka achia huduma. Toka achia huduma. Toka achia hatima yake. Pokea nguvu. Shiria moto mara 7 dhidi ya majini na teketeza hizo. Toka. Ni nguvu mara 7 ya roho moto. Pokea. Ori masakata. Yekaraba. Pokea nguvu. Mikataba yote ikatike. Futa mikataba yote ambayo umemwambia
kwa jina la Yesu. Huo moto saa hii ni wa kuchinja madhabahu za uganga, ya kuchinja roho za mazoea. Yes. Nachochea nguvu ya kuteketeza mavazi yote, nguvu ya kuchochea na kutoa roho za mazoea. Nachia moto wa Roho Mtakatifu mara 7, moto wa Roho Mtakatifu mara 7, moto wa Roho Mtakatifu mara 7. Hiyo miungu wake moto. Kwa hiyo nguvu unaingia ndani yake sasa. Vunje madhabahu zote za giza, vunje mikataba yote ya giza. Roho ya mazoea, hiyo roho. Vua mikataba yote. Yes, kata. Yora kama sikata. Yekaraba baba sakata. Yekeraba basika. Yandaraba baba basaka. Yekeraba basika. Yekaraba basakata. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya kukabili hizo roho. Pokea nguvu ya kuvua hizo roho. Na achilia hiyo nguvu mara 7. Na mgeuza kuwa moto. Na mgeuza Esta kuwa moto. Na mgeuza kuwa moto. Na mgeuza kuwa moto mara 7. Pokea. Kila roho ya mazoea, kila roho katika kazi sahihi, ninaachilia moto mara 7, moto mara 7. Kila aliye katikati ya maisha ya watu hawa, pigwa kwa radi. Yes. Yote ya mipaka, vizuizi vyovyote, haya, chomoka. Ruhusu nguvu ya kutoka maagano ya mababu, maagano ya mabibi, maagano ya ukoo, maagano ya Yesu Kristo. Hatua mpya. Naruhusu nguvu. Kila mazoea ambao adui anataka kwa roho, kila mazoea, roho za mazoea, roho za kuzoelea nguvu ya Mungu, roho za kuzoelea ibada, roho za kuzoelea uungu, mikataba ya kumzoea Mungu, vunjika. Ramaseketekeribasika yaroposhekatamasika yekarabababasakata yekarababasakata. Katika jina la Yesu Kristo ninaamuru majira ya ushindi, majira ya kicheko, majira ya baraka kwa jina la Yesu. Roho zake zote havina mamlaka katika majira, katika ile dakika. Shiria nguvu ya Mungu halisi. Natamka ushindi. Natamka majira kwa moto na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninapanda moto kwenye mwili na nafsi, ya kwamba hakuna uharibifu, hakuna kinyume, mpango wa siri, yote ni batili kwa jina la Yesu. Nabatilisha mabaya yote, nabatilisha mipango yote ya siri, nabatilisha ratiba za mizimu na kuzimu, na kwa moto wa Roho Mtakatifu, presha, ninavua roho zote za watoto na majirani. Yuko Mungu wa Israeli, yeye aliyetoa Misri kwenye utumwa kwa ajili ya majira haya. Bwana, mtoto kwenye utumwa kila namna, itoe familia yake kwenye ule utumwa. 2026 uwe mwaka wa kicheko, uwe mwaka wa kukujua zaidi ya fahamu zao, uwe mwaka wa kuomba nguvu yako Bwana. Ruhusu sasa iende naye. Pokea msaada wa Roho Mtakatifu, ukupeleke viwango vingine vya utukufu, Pokea majira ya ushindi, pokea. Yes.
Ndio Baba, moyo wake uwazi mbele zako, moyo wake uwazi mbele zako, moyo wake unasema uko wazi Bwana. Sasa moyo wake uwazi, moyo wake uwazi. Chukua nafasi, chukua nafasi ndani ya moyo, ukabadilisha historia zote mbaya, ukaweke historia yako ya utukufu, ukaweke historia yako ya heshima, ukaweke historia yako ya kumwinua Yesu, ukakue kwenye kila eneo la maisha yake kama ulivyozaliwa. Acha kuwa na kuongezeka nguvu ndani yake. Wakati unavyokuwa Yesu Kristo na kuongezeka nguvu, neema na kibali, mafuta mabichi, nguvu ya kutoka kwa madhabahu za giza, rapasha pokea mara 7. Omba. Yeye yule pokea mafuta pelekwa viwango vipya, uende viwango vipya ya kumjua Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Omba. Tamani kitu cha ziada jioni leo. Roho Mtakatifu yuko hapa. Tamani kitu cha ziada leo. Tamani kusikia sauti. Bwana yuko kufungua masikio. Ninaachilia nguvu inayofungua masikio yako uweze kusikia sauti ya Mungu saa hii. Ninafungua mawasiliano yako sasa. Ninafungua mawasiliano yako sasa. Pokea. Asante Roho Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Kore masikata. Ye karababa sikata. Yo rapapa sakata. Yende rimasika. Kori poshe ketepa. 2026. 2025. Tunazika roho ya mazoea. Tunaizika roho ya mazoea. Uko kwenye madhabahu ambazo zimedumu ndani yako, zikikamata hatua zako kila siku na kila saa. Hizo madhabahu ambazo nataka kuzamisha huko 2025 tunatangaza kuzizamisha roho za mazoea. Mazoea yoyote kwenye uovu aliyejikani orikaribasekete basika rikata sakata basika. Bwana Yesu, mpe kuamua vyema leo, mpe kuamua vyema leo, mpe kuamua kuchagua ushindi, mpe kuamua kuchagua uzima, kuamua kuchagua tumaini kwako, mpe kuchagua amani, mpe kuchagua leo, maana Bwana asema uchaguzi na maamuzi uko kwako. Yes. Shuka kama moto, shuka kama moto, shuka kama moto. Umekifika Shuka kama moto. ambaye anatangaza saa hii ufufuo. Hakuna mganga aliumba, hakuna mchawi aliumba, hakuna mizimu iliumba, hakuna madhabahu mabibi iliumba. Saa hii Muumbaji anahitaji nafsi hii mrudie. Sahi vazi la mateso, vazi la mateso ya dunia, vazi la mateso ya dunia, vazi la mateso ya dunia, iliyovalisha ile sarende kweli, hata sarende kwa mizimu huyu, hata sarende kwa waganga huyu, hata sarende kwa wanadamu. Ni lazima kwa Bwana kila goti lipigwe. Toka chama chake, toka hatima yake,
Chana chana mavazi wewe mwenyewe. Naongeza moto tangu utosi hata nyayo. Kila mahali. Rapa sote kemasika. Yekarabasaka. Agano la damu limefutwa kwa njia ya damu ya Yesu. Agano la damu. Agano la damu. Agano la damu. Agano la damu limekwisha pale Kalvari. Natangaza agano lako na upendo wewe. Agano lako na upendo lilisha pale msalabani. Wewe kuzimu, kuanzia sasa sikia. 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 Akachukia uovu. Yakachukia sauti mbaya. Yakachukia sauti za uovu. Saa hii sikia. 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 Na kutangazia leo hutavuka na yeye. Uking'ang'ania baada hapa, natangaza mauti yako. Wewe hujaumba. Haya, weka agano. Umefanya agano, kalifanya kwa imara. Liko agano la damu ya Yesu mahali hapa. Liko agano la damu ya Yesu mahali hapa. Linang'oa mapato. Damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Ukitaja jina la upendo, ukitaja jina la uzao wake, radi kupige. Hilo ni tetemeko. Radi kupige. Radi kupige. Hilo agano lazima life leo. Agano kila panda sio panda ba miguu la kung'oa. Maagano yote vunjika sahi. Mateso yote vunjika sahi. Laana ya mwanadamu vunjika sahi. Toka achia. Agano la Yesu Kristo. Moto. Toka. Na kata kama kutoka kwenye lango la uzazi. Katika hilo agano kwenye lango la uzazi. Vunjika sasa. Haya ni moto. Ni moto kwenye hilo lango. Ni moto kwenye hilo lango. Kama ambavyo tumelo lango, naachilia moto. Moto usiokuwa kawaida kwenye hilo lango la uzazi. Katika madhabahu ya kiganga. Vunjika madhabahu ya kiganga. Vunjika madhabahu ya kiganga. Napeleka moto. Bwana upite. Bwana upite. Bwana upite kwenye hilo lango la uzazi sahi. Hicho kifuniko cha kiganga, hicho kifuniko cha hatima, hiyo nyota yake ulioiba kwa njia ya lango la uzazi sahi ni moto mara 7 kwenye hilo lango la uzazi. Hakuna uganga wala uchawi. Vunjika hilo agano. Toka. Naongeza moto. Baba, ruhusu moto sio kwa kawaida. Hilo lango lazima liwe huru. Hilo lango, hicho kitabu ulichokiandika, hicho kitabu ulichomwandikia, ukafunga kwenye lango lake. Sahi. Haya, kila panda usipanda Babeli. Nang'oa mapanda yako, hizo chale, hizo dawa ambazo ulimchanja, ukimwambia unamsaidia, hizo dawa. Haya, inuka hizo dawa. Yes. Ora masikata. Yekarabasika. Kuzimu wake moto. Uganga wake moto. Tunguli zote. Kila tunguli na mtaja upendo. Kila kinyago kinachomtaja upendo. Kila kinyago kinachomtaja. Haya, hilo lango achia. Moto mara 7 kwenye hilo lango. Haya, vua mavazi yako. Soma. Liko agano la msalaba. Umepanda pando kwenye lango la uzazi na kwenye kifua chake. Ng'oka. Na ruhusu operation ya Roho Mtakatifu. Maana uchawi hauna mamlaka tena. Uchawi hauna nguvu tena. Mapando hayana nafasi tena. Na yeyusha kama vile barafu yeyushikazo vyo kwenye moto. Na ruhusu moto utakaja kuyeyusha mikataba
yote, maagano yote uliomlisha, hilo shoka ambalo limemeza hatima yake, hilo shoka ambalo hiyo sumu ya nyoka, uliofanya kama agano, vunjika, achia moto mara pili kwenye hilo lango. Ninapotaja jina la upendo, hakuna ushauri utasalia. Uko kwenye mapoli, uko kwenye mapango ulikoweka hatima yake, kwenye mapango ulikozika hatima yake, kwenye mapango ulikozika hatima yake, akilindwa na majoka. Saa hii narudisha nafsi, choma kwa hiyo madhabahu, choma kwa hiyo madhabahu, choma kwa hiyo madhabahu. Yes, tumbo, kwenye tumbo la uzazi, operation ya Roho Mtakatifu ipite sasa. Operation ya Roho Mtakatifu ipite kwenye hilo tumbo, ipite kwenye hilo tumbo la uzazi. Saa hii mikataba yote ivunjike kwa jina la Yesu Kristo, ivunjike kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia sasa naruhusu agano la damu ya Yesu liingie ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Kori mesira masika ariposhe ramasaka itadira maseka itatu damu ya Yesu. Sahihi chara damu ya Yesu, kunywa damu ya Yesu, kunywa damu ya Yesu kwenye haya maagano, kunywa kwa kumaanisha na kwa imani. Imeandikwa, wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo, wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ninamshinda shetani kwa jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea nguvu kwa njia ya damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maagano yote, mikataba yote, yes, kwa njia ya damu ya Yesu vunjika. Kunywa damu ya Yesu kwa imani, kunywa damu ya Yesu kwa imani. Iko nguvu ya damu ya Yesu. Hayo mapando, hizo roho zimepandwa kwa njia ya hewa. Saa hii maanisha kunywa damu ya Yesu ingie ndani yako, ivunje madhabahu zilizotesa maisha yako, zilizotesa hatima yako. Yes, kunywa kwa kumaanisha. Mara ya kwanza damu ya Yesu Kristo, mara ya tatu ninaiambatanisha na ukombozi, ninaambatanisha na uzima, naambatanisha na kibali. Mara ya nne damu ya Yesu Kristo, naiambatanisha na ufufuo, naiambatanisha na ufufuo kwenye kila eneo, ufufuo kwenye uchumi, ufufuo kwenye ndoa, ufufuo kwenye mahusiano. Damu ya Yesu Kristo. Mara ya tano naiungamanisha na karama na vipawa vya Roho Mtakatifu viingie ndani yake sasa, viingie ndani yake, viingie ndani yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mara ya sita kunywa damu ya Yesu Kristo na kuunganisha na madhabahu ya Yesu Kristo kwa njia ya damu ya Yesu, na kuungamanisha na madhabahu ya uzima kwa njia ya damu ya Yesu, na kuungamanisha na madhabahu yenye majibu ya maisha yako kwa njia ya damu ya Yesu, na kuungamanisha na furaha iliyopotea kwa njia ya damu ya Yesu, kwa njia ya damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mwachie anywe damu ya Yesu. Kori masekete masika ripashata masika na kuungamanisha na ushindi. Mara ya saba kunywa damu ya Yesu Kristo. Nagonga muhuri wa moto, nagonga muhuri wa moto, nagonga muhuri wa moto. Kunywa agano lenye nguvu ya kuvua maagano yote. Hayo maagano hata tena maisha yako, hayo maagano ya mababu hayatashinda tena maisha yako, hayo maagano hayatashinda maisha yako. Kunywa damu ya Yesu, kunywa damu ya Yesu. Nagonga muhuri wa damu ya Yesu, nagonga muhuri wa damu ya Yesu, gonga muhuri wa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia hiyo damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ya agano jipya ikavunje maagano yote ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo mizimu ya kutoka mikoa ya kusini ni moto la Mungu wetu, ni moto la Mungu wetu, ni moto la Iweke karibu na kichwa chako, mikono yako iweke kama karibu na kichwa chako. Baba wa mbinguni, ruhusu moto wa Roho Mtakatifu juu ya mtu huyu, mtu ambaye umemkomboa kwa njia ya damu ya Yesu. Saa hii naagiza moto wa Roho Mtakatifu upite ndani yake kwa njia hiyo mikono, kama ambavyo umejiatamia
ndivyo hiyo nguvu ya Mungu inashuka, ndivyo ambavyo nguvu ya Mungu inaingia, ndivyo ambavyo hiyo nguvu ya Mungu inaingia. Na ikiingia huko hakuna uchawi wala uganga, ikiingia huko hakuna mazoea tena, ikiingia huko kuna badiliko. Hiyo nguvu pokea mara 7. Naachilia hiyo nguvu, naachilia hiyo nguvu. Nguvu mpya. Pokea. Kuna nguvu inapita. Nguvu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Yes. Yatamie mikono yako, tamia kichwa. Karima sekete mosika. Mara ya kwanza naachilia huo moto. Baba, ruhusu moto wako mara ya kwanza. Shilia moto wa Roho Mtakatifu. Mara ya pili pokea nguvu. Hiyo ni nguvu. Moto mara 7. Hiyo ni nguvu. Mara ya pili huo moto unaingia, huo moto wa Roho Mtakatifu. Ni lazima Roho wa Bwana awe msaidizi wako, ni lazima Roho Mtakatifu awe msaidizi wako. Pokea hiyo nguvu mara 3. Pokea hiyo nguvu mara ya 4. Roho Mtakatifu, pata makao kwa mtu huyu, pata makao. Imetosha kuzimu kujitwalia utukufu juu ya utumishi wake. Saa hii mara ya 4 na ruhusu wa moto wa kimbingu usiozuilika na uganga, usiozuilika na madhabahu za ukoo, usiozuilika. Pokea. Huo ni moto. Huo ni moto. Yes. Mara ya 6. Pokea nguvu. Ukiomba mizimu itakimbia. Kwa hiyo mamlaka unayopokea hapo, ukiomba ngome zitaanguka. Kwa huo moto unaopokea hapo, ukiomba watakimbia. Kwa huo moto unaopokea hapo, utakaponyanyua kinywa chako mahali popote, kuzimu itawaka moto, kuzimu itateketea. Yes, mara ya 6. Rakabasakata shataramasika yekarabasikata yekasakata. Pokea. Na ruhusu nguvu sio kwa kawaida. Mara ya 7 na gonga muhuri wa moto. Hiyo nguvu uliyopokea saa hii, kuzimu haina mamlaka juu yako, kuzimu haina mamlaka juu ya familia yako, kuzimu haina mamlaka juu ya uzao wako, kuzimu haina mamlaka. Pokea. Yes. Ramosekete masika koshata masika. Simba wa kabila la Yuda yuko kazini, ametenda kazi yake. Operation ya Roho Mtakatifu itakamilisha ukombozi wako siku ya leo 2026. Ni lazima wewe ambaye umesimama na kufuatilia maombi haya uwe na hatua mpya kwenye kila eneo. Mungu akupe hatua mpya kwenye uzao, Mungu akupe hatua mpya kwenye ndoa, Mungu akupe hatua mpya kwenye afya, Mungu akupe hatua mpya kwenye uchumi, Mungu akupe hatua mpya kwenye kumjua. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza kwa mara ya 7 ya kwamba nguvu ya Mungu iliyoachiliwa katika utukufu huu wa mwisho, acha ikabadilisha historia yako mbaya. Hautaenda kwa mazoea, hautaishi kwa mazoea, maana Mungu wetu si Mungu wa mazoea. Yeye Mungu amebeba kicheko chako, amebeba ujasiri na ushujaa wako 2026. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninatamka ushindi kwenye kile eneo, ninatamka baraka 2026 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Malango ya kuzimu hata kushinda, maana saa hii ikiwa ni tarehe 27 rikara masandara basika, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 12. Ni kweli nyuma hapo maadui wanakufuatilia, ni kweli Farao na majeshi yake anataka apitie anavuka na wewe, lakini mbele iko bahari ambayo bahari hawezi kuvuka Farao. Ni lazima avuke mwana wa Mungu, na kutamkia kwenye huo ugonjwa utavuka nao 2026, na kutamkia kwenye hao mateso utavuka nao 2026. Chochote ambacho kimekuwa mateso kwako, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amekukumbuka, ameleta habari njema masikioni mwako ya kwamba wakati Israeli hawaioni njia, ni mbele ni bahari na nyuma ni majeshi, lakini walipomwamini Bwana, kuhani akawaambia, simameni mkoone mkono wa Bwana
Simameni mkaone wokovu wa Bwana atakaoleta kwenu leo. Nami natamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, haijalishi vita ni vikali kiwango gani, haijalishi unaona nini mpaka leo, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ya kwamba Jehova Jire, Jehova Nisi, Mungu mkombozi akupe neema ya kuvuka, huku watesi wako wakiwa wameanguka, huku watesi wako wakiwa wameangamia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rikama sikata yoshe karabasa yandarababasika yekarabasikata, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yoshe na masika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karabasaka yekata masika shanto masika kora masikata koshekete masika yako shatakapa karapasho tamasika yako rapasha karapasha. Hawezi kushika chochote, amefungwa mikono nyuma. Yes, kila ukoma saa hii, kila ukoma ambao umedumu kwenye maisha yako kwa muda mrefu, huo ukoma wa namna yote, yawezekana ukoma sio kama wa Naamani, yawezekana ukoma wako ni magonjwa, yawezekana ukoma wako ni utasa, yawezekana ukoma wako ni kukosa ndoa, ukoma wako ni kukosa tumaini. Saa hii Bwana majeshi asema hivi, uko utakaso unapinda kwenye mikono yako, uko utakaso unaopokea jioni ya leo, uko utakaso unaopokea saa hii kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea utakaso, pokea utakaso katika jina la Yesu. Hivi kuna sauti inaipita kwenye masikio yako, kuna sauti unaisikia kwenye masikio yako, haikorima sekete. Mara nyingi umeshindana nayo kwenye ibada, umeshindana nayo kwenye kila kitu cha kiungu, lakini saa hii Roho Mtakatifu ana kitu anakusemesha. Roho Mtakatifu ana jambo anasema na wewe. Haikorima sekete masika, katika huo uwepo ulionao, riko yana masekete masika yato sekeri masakata. Kama una mahitaji yako ambao umeandaa kwa ajili ya 2026, basi ashike mkononi mwako. Rikarama senderi masika, kama unajua umeshayaleta hayo mahitaji yako tayari, basi anza kuvuta picha ya mahitaji yako, anza kuvuta 2026 utakuwa mtu wa namna gani. Lakini wako watu wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao. Mtu wa Mungu, popote ulipo, Mungu ni Mungu wa mipango. Adui kabla 2026 ameshatangulia kuweka vitu vyake huko, ameorozesha mateso ambayo anataka kupitisha mwaka 2026. Kwa kujua na kutambua ufahamu huo, nasi tunapaswa kama wana Mungu kuandaa mahitaji yetu ambayo tunataka kuvuka nayo na kwenda kuyaishi 2026. Hivyo kama unafuatilia ibada hii na unaona Galilaya Prayer Ministry International ni sehemu itakusaidia, kama vile ambavyo tunaenda mlimani kukuinua mbele za Bwana, basi ukiwa na utayari wa kupenda kutoka ndani ya moyo wako, imani ni kwa uhakika mambo yatarajiwayo. Kama una ratiba za 2026, andika kwenye simu yako, nitumie kwa njia ya message, ukiambatanisha na sadaka yako ya moyo kupenda na sadaka yako ya imani, ukitumia nambari hii 0783 72 67 0783 72 67. Chochote kile unataka Mungu atende 2026,
anza kukitanguliza madhabahuni kwa Mungu ili kiatamiwe na makuhani, kwa sababu usipofanya hivyo, wako maadui tayari wamepeleka majina yako na uharibifu wao kwenye madhabahu zao, na hivyo ufalme wa giza unaatamia huko. Tafadhali, ukiona unasikia ndani yako ya kwamba napaswa kujiungamanisha na madhabahu hii, nikimpelekea Bwana mahitaji yangu, karibu kwa namba hiyo, tuma message, jina lako, mahali ulipo. Tutakuhudumia, ambatanisha sadaka yako kwenye namba hiyo hiyo. Ninaamini hutajutia. Majira kama haya mwakani utakuwa na historia nyingine kabisa. Haijalishi ni mgonjwa wa miaka mingapi, yuko Mungu ambaye anataka tu wewe uamini, umwendee kama Naamani alipomwendea kwa kuhani, naye akatakaswa. Hivyo na wewe yakupasa utakaswe. Maelekezo ya sadaka ambayo ninaitoa uambatanishe. Ni kweli kuna ugumu, kama vile ambavyo Naamani alipoambiwa aende mtoni akajitakase, akajichovya mara 7, aliona ugumu. Wewe mto wako ni hiyo sadaka, yawezekana. Kwa hiyo isikuzuilie kwa habari ya 2026. Tamani Mungu akutane na mahitaji yako. Mungu akubariki. Nitaomba kwa ajili ya kila mmoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, nainua watumishi wako hawa na watoto hawa mbele zako, ambao Mungu saa hii kwa unyenyekevu sana wamepata utulivu, ili wewe useme nao wewe mwenyewe ndani ya mioyo yao. 2026 isiwe mwaka wa mazoea kwao. 2026 iwe mwaka wa kukutafuta kwa bidii. Tunatambua wako watu ambao walijiwekeza sana kwenye maeneo mbalimbali, wakajua ya kwamba dunia hii haina mwisho, lakini leo wameacha mali zao, hawapo. La, hata historia njema hapa duniani haipo. Hawana historia ya kujenga ufalme wako. Lakini Mungu, leo ninakuomba kwa habari ya mtumishi wako anayefuatilia ibada hii, kwa mtumishi wako ambaye yuko mahali hapa kutafuta uso wako, ninakuomba mpe neema ya kutamani wewe uwe namba 1 kwenye maisha yake, kwa sababu ukiwa namba 1, Baba, utamlinda na mabaya kila namna, utampigania akiwa amenyamaza kimya, utamtetea atokapo na ingiapo. Wakati mwingine watu wametoka kutumia akili zao, hao waliishia njiani. Wakati mwingine watu waliomba vile watakavyo, hawakupata majibu. Saa hii neno la Mungu linakutaka usimame na madhabahu ili ushinde vita. Bwana, kila atakaye simama akata mahitaji yake kwenye madhabahu hii, Mungu, kuanzia pale anaponia, mbingu zifunguke kwa ajili yake, mbingu zifunguke kwa ajili yake, ya kwamba 2026 haitakuwa machozi kwake, haitakuwa mauti kwake, haitakuwa majanga kwake, haitakuwa mateso kwake, haitakuwa laana kwake, haitakuwa uharibifu kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai. Baba, takabali kila moyo unaotoa kwa kupenda, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Kama ambavyo Roho Mtakatifu amesema na wewe, tafadhali usitume mahitaji kama huna imani. Usitoe sadaka yako kama moyo wako una manunguniko, kwa sababu hutakuwa na tofauti kama wale Wanaisraeli waliomnungunikia Mungu. Hivyo ya kupasa, kabla ya kufanya chochote, hebu tulia, anza kumwambia Mungu, ninahitaji hiki na hiki kutoka kwako, na kwa sababu wako makuhani umewaweka kwa ajili ya kusimama na haya ambayo niwaita kwako, hii sadaka iwe kuukumbusha mbele ya kitako cha rehema, na hapo utafanikiwa, mpendwa wangu. Amen. Haleluya. Karibu kwa ajili ya kuandaa sadaka yako ibada. Kwenye uwepo huo, hiyo sadaka ina maana kubwa. Haina maana unapotoa sadaka kumaliza ibada. Kuna kitu Roho Mtakatifu anasema kwa ajili yako. Umefanya kila kitu kwa mazoea. Haijalishi sadaka yako ni kubwa ama ni ndogo. Unapoitoa kwa nidhamu mbele za Mungu, unapoitoa kwa kuugua mbele za Mungu, unapoitoa kama mbegu mbele za Mungu, inaleta matokeo makubwa sana. Kwa hiyo kama uko hapo unahitaji sadaka ya shukurani, maana huu ni ibada yetu ya mwisho katika mwaka huu, karibu. Inawezekana unahitaji leo kutoa shukurani, ama unahitaji baada ya kuvuka. Kama wewe ni Tomaso, basi subiri uvuke, lakini kwa na bahasha yako ukiweka dawa kumwambia Mungu, ukinivusha nitakupelekea sadaka ya shukurani. Lakini kama hujajiandaa bado, yote ni mema. Inua sadaka yako ukitamka,
usiende kwa mazoea kwenye hicho kikapu. Inawezekana umefanya mazoea mwaka mzima. Tamka hiyo sadaka, na kama unajua sadaka impendezi Mungu, ita damu ya Yesu. Acha mazoea mbele za Mungu. Ibada ni kusikia neno, ibada ni sadaka. Hivyo vitu ndivyo ambavyo Mungu anakusa. Ninaposema wewe na utulivu, kama unajua hii sadaka ni ya mazoea, ita damu ya Yesu juu ya sadaka, kwa sababu tunataka kuanza msingi mpya wa 2026. Hatutamtumikia Mungu kwa mazoea tena, nasi hatutahitaji sadaka ya mazoea tena, ambayo haitamtukuza Mungu kwenye maisha yako, ambayo haitampa Mungu utukufu kwenye maisha yako. Ni heri kuwa hatuna, tuendelee kumsihi Mungu afanye njia pasipokuwa na njia, kuliko mtu mmoja ambaye anamwendea Mungu kwa mazoea wakati roho yake iko rehani. Wala sisi watumishi ambao anatuletea kwa mazoea, hatuna mbingu ya kumpeleka, hatuna mbingu ya kumpeleka sisi, isipokuwa yule unayemtolea ndio anajenga madhabahu ya ushindi wa hatua zako za mwisho. Hivyo saa hii, kama unajua sadaka yako ni ya mazoea, ita damu ya Yesu kama ishara ya kutumia. Ori masekete karabasakata yendo robo saipo shekarabasakata yando raba seketeke pasho karabasika yora papa sato rima senderi masaka baba ori mose teri masikata baba yese keteri masaka. Mungu, ibada hii ilimfanya Kornelio apate kibali machoni pako. Ilifanya Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni ajenge historia kwenye Biblia. Ni sadaka ndio iliyomtambulisha Kornelio. Haikuwa ribo sekete masika, haikuwa kufunga sana wala kuomba sana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, ninakusihi Bwana, anza na mtumishi wako huyu, anza na mtoto wako huyu, ya kwamba kuanzia sasa, kama hana akae kama yule mwanamke aliyekuwa hana kitu, akusemeshe ili umjibu, umpe kitu, na kama anacho aende madhabahuni na kwa kadri ulivyombariki, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibu kwa matoleo. Kwa unyenyekevu ule ule, mikono yangu ipokee baraka za kila namna kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaikabidhi sadaka hii mikononi mwa watumishi wako, wewe ambaye ni wa kwanza na mwisho. Ukasimame kwenye kila hatua yangu kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kama ambavyo hukuruhusu mauti, magonjwa, ajali, uharibifu, ndivyo ambavyo siku ya leo ninagonga muhuri ya kwamba 2026 hakutakuwa na roho yoyote itasimama mbele yangu katika hatua zangu, nyumba yangu, familia yangu, watoto wangu, kwa jina la Yesu Kristo, bali mema yote yatanijilia kwa jina la Yesu Kristo. Amen.